kadhalika ametaja al-Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah akisema inna ash-shaytana qad aysa ay ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab, hakika shaytan amekata tamaa kuabudiwa kutiiwa na wale waislamu wenye kusali katika bonde la Waarabu, walakin fi tahrish bainahum, lakini yupo katika kuwachochea kuwafitini baina yao, yuharrish bainahum bil khusumat, shaytan kazi yake ni kuchochea baina yao kwa kuleta gomvi, washahna na kuwekeana mafundo, walfitan baina almuslimina rijalan wa nisaa, na fitna baina waislamu kike kiume, wa hadha aidan mawjud fi bi'ati nisa, na hili jambo lipo katika jamii ya wanawake. Utaona wanawake baadhi yao wanachochea uhasama na ugomvi baadhi ya wengine, na pengine atajifanya ni shoga wa mtu fulani, baadaye mtu fulani mumewe ataongeza mke wa pili, basi yeye atajifanya ni shoga wa yule wa mwanzo na kumtia ubayani huyu wa pili, au atajifanya yeye ni shoga wa pili na kumtia ubayani huyu wa mwanzo. Amejisahau kwamba naye ni mwanamke, kuna siku mumewe ataoa na itakuwa hale wanafanya wenzake naye atafanya. Kwa hiyo haya mambo ya kuleta uchochezi, kuleta fitna, kuleta uhasama, naqlul kalam mimma yuaddi ila alkhusumat baina an-nisa washahna, kuhamisha maneno ambayo inapelekea ugomvi baina ya wanawake na kuwa na uadui, kullu hadha min ash-shaytan alladhi huwa sababu fi at-tahrish, yote haya ni katika shaytan ambayo ni sababu ya kuchochea. ومن الناس من يتشبه بهذا الشيطان في التحريش, na wako katika watu ambao wenye kufanana na shaytan katika jambo hili. Halafu wanawake wengi habari yao imekuwa ni hii, atachukua maneno atampelekea mwenzake naye anayapokea katika njia ya ubaya, atamchukia yule wa mwanzo, na mwingine anamwambia shoga, mkwambie usijue kamwambia mwenyewe, mie usintaje na kuamini, usijue kaniangusha, anapeleka umbea. Halafu anachochea watu walikuwa wameungana wamependana, anakuwa yeye ni kati na kati, anatenganisha baina ya watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alipita kwenye makaburi mawili, akasema innahuma la yu'adhaban, watu wake hawa wawili wanaadhibiwa, na wala hawaadhibiwi kwa dhambi kubwa, yani katika kuachwa kwake. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima, mmoja wao alikuwa akipita kwa kufitinisha, akichukua maneno kwa ukti huyu akampelekea ukti yule, akachukua maneno kwa ukti yule akampelekea yule. Haya mambo ni mabaya dada yangu. Muda mwingine mtu anakuwa shoga wa ndugu wawili, anakuwa kati na kati, anampelekea huyu anampelekea yule, watu wanagombana wanahasimiana, ukoo unakatika. Amejisahau kwamba yeye ana fungu la dhambi katika hili. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema la yadkhulul jannata namam, haingii peponi mfitinishaji. Kwa hiyo kama wewe kazi yako ni umbea, kuchukua maneno kupeleka huku na kule, ukamwambia mwenyewe au kayafikisha kwa yule ambaye akawafikishia kwa wenyewe, hata wewe ni kweli, lakini ikawa upelekaji wako ala wajhi al-ifsad, wallahi jijue wewe upo katika sehemu mbaya, na inatakikana utubie kwa Allah na urejee kwa Mola wako. Usiwe ni mfitinishaji baina ya watu, usiwe ni mwenye kukaa kati na kati baina ya gomvi, usiwe ni mtu ambaye lengo lako watu wagombane ufurahi. Manake wewe watu washakutenga unavyohisi, wewe huna bahati, kwa unatafuta wenzako, mimi nilisema wananionea mie tu, wewe hayakusaidii chochote mbele ya Mola wako. Hakikisha unakaa salama na ndugu zako, wa khaliqin nas bi khulqin hasan, ishi na watu kwa tabia nzuri, usihamishe maneno. Umeona mambo mengine yapotezee, sio kila unaloliona wewe unalifikisha, na hujui yule ambaye anompokea. Manake unaweza kumwambia mwenzako ukampa viapo, usimwambie niahidi, huseme sawa. Mwenzako usiku wa mwanzo hakulala vizuri, wa pili limemshinda limemkaa rohoni, tatu analitoa tu jambo, naona mimi nitakaa nalo mpaka lini, na konda, sina raha, sina amani.
Kwa nini? Kwa sababu ya umbea, kwa sababu ya ufisadi. Na leo unakuta nyumba nyingi zimeharibika, koo nyingi zimekatika, madarasa mengi yanavurugika, watu wanakatana walikuwa wakipatana. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu kahamisha maneno ya huku kayapeleka kwa yule kule. Haya mambo hayatakiwi katika Uislamu, hayatakiwi katika Uislamu. Kwa hiyo mambo ya kuchochea, mtu ajitahid ala almar'ati almuslima an tahdhara min hadha alkhuluq as-sayyi. Mwanamke wa Kiislamu atahadhari na tabia hii mbaya. Hii tabia si nzuri, ajiepushe nayo, kwa kuwa ni kujishabihisha na sheitani.